Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania siku ya leo. Habari za kushtua sasa hivi ni madai kutoka kwa Chadema na familia ya John Heche kwamba kigogo huyo John Heche hajulikani alipo mpaka sasa. John Heche hajapatikana mpaka leo na Chadema wamedai kutembelea kituo cha polisi na kuambiwa hakuna kesi yoyote iliyoandikishwa dhidi ya John Heche na wala John Heche hayupo wala hajafungiwa kituoni humo. John Heche hajaonekana mpaka sasa tangu akamatwe nje ya mahakama jana. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mtazamaji, sasa hivi mitandao ya kijamii imeweza kuwaka moto baada ya Chadema kuchapisha barua kwa wananchi wa Tanzania kuweza kuwafichulia ya kwamba John Heche ametoweka na hajulikani ameweza kupelekwa wapi tangu aweze kukamatwa siku ya jana nje ya mahakama. Baada ya kukamatwa kwa naibu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche, sintofahamu na mvutano unaendelea kutanda, huku taarifa kutoka polisi wilaya ya Tarime zikieleza kuwa hadi saa 3 alfajiri ama asubuhi ya leo John Heche hajafikishwa katika kituo chochote cha polisi kinachojulikana. Hali ya ajabu ya kutoweka kwa John Heche sasa baada ya kukamatwa imekuwa suala la kitaifa, viongozi wa upinzani hasa Chadema, mashirika kutetea haki za binadamu na wananchi wakitaka majibu kuhusu mahali alipopelekwa John Heche na kama yupo salama au yupo hai. Mashahidi wanakumbuka kwamba kukamatwa kwa John Heche kulifanyika muda mfupi baada ya kufika katika mahakama kuu ya Tanzania jijini Dar es Salaam, lakini tangu wakati huo hakuna maelezo au taarifa rasmi iliyotolewa kuhusiana na alipopelekwa John Heche. Katika barua yao Chadema waliweza kuichapisha kupitia mtandao wa kijamii wa X. Nikinukuu barua hiyo ilisema: taarifa kwa umma kuhusu kukamatwa na kusafirishwa kwa makamu mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa John Wegesa Heche. Leo asubuhi timu ya mawakili pamoja na viongozi wa Chadema imefika kituo kikuu cha polisi Tarime kufuatilia taarifa za kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa John Wegesa Heche. Maofisa wa kituo hicho wamesema hawajapokea taarifa yoyote kama John Heche atapelekwa kituoni hapo na wao hawana kesi yoyote wanayoichunguza dhidi ya makamu mwenyekiti huyo. Timu yetu ilielekezwa na polisi Tarime iende polisi ya idara ya uhamiaji wilaya ya Tarime, ambapo ilipofika ikaambiwa kuwa ofisi hiyo haijui lolote kuhusu kukamatwa na kusafirishwa kwa Mheshimiwa John Heche kutoka Dar es Salaam. Wakati huo huo, katibu wa Chadema mkoa wa Mara akiwa na timu nyingine amefika kituo cha polisi Musoma kwa lengo la kupata taarifa za wazi alipo makamu mwenyekiti, lakini wakaambiwa nao hawajui. Chama kilimpigia simu msemaji wa idara ya uhamiaji makao makuu, lakini hakupokea simu wala hakujibu ujumbe aliotumiwa. Hali hii inazidisha mashaka na kuibua hofu kubwa juu ya usalama wa kiongozi wetu ambaye mpaka sasa hajulikani alipo licha ya kuwa amekamatwa na vyombo vya dola. Barua hiyo ilimalizia kwa kusema Chadema inamtaka Inspector General wa polisi IGP kutoa maelezo ya haraka ya wazi na yenye ukweli kamili juu ya mahali alipo John Wegesa Heche. Tunasisitiza usalama wa raia hauwezi kuwa kwa maneno bali kwa vitendo. Kumficha kiongozi wetu wa kisiasa ni uvunjaji wa haki za msingi za binadamu na dalili ya kuendelea kuzorota kwa utawala wa sheria nchini. Barua hiyo iliweza kutiwa sahihi ama saini na Brenda Rupia ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema. Mtazamaji, hayo ndio maneno ambayo yaliweza kuchapishwa na kusambazwa leo katika barua hiyo ya Chadema. Sintofahamu ya kutoweka kwa ajabu kwa John Heche sasa baada ya kukamatwa imeweza kuwaacha Watanzania wengi katika mshangao na mshtuko. Tukio hilo lenyewe la kukamatwa lilitokea mbele ya kamera na waandishi wa habari jana, wakiwemo wale wa Millard Ayo TV ambao picha zao zilionyesha mitandaoni askari polisi waliokuwa wamevalia kiraia na sare wakiingia kwenye gari lilokuwa ameketi John Heche na kumkamata kabla ya kuondoka naye kusikojulikana mpaka leo. Video na picha hizo tangu wakati huo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii hasa mtandao wa TikTok na X na kusababisha hasira na mashaka ya umma. Licha ya picha hizo za wazi, hakuna mamlaka yoyote ya serikali iliyothibitisha kuwa John Heche anashikiliwa wapi au kwa mashtaka gani. Siri ya kutoweka kwa John Heche kwa kushangaza baada ya kukamatwa inaendelea kuzidi kila saa inayopita. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, uongozi wa chama hicho haujapokea taarifa rasmi kutoka kwa polisi kuhusu sababu ya kukamatwa au hadhi ya naibu mwenyekiti wao. Mnyika alionyesha kusikitishwa na kusema ukimya kutoka kwa mamlaka unatia wasiwasi na haukubaliki. Alisisitiza kuwa chama hicho kinachukulia kutoweka kwa John Heche kwa ajabu baada ya kukamatwa kuwa ni jambo zito ambalo linaweza kuashiria suala pana la vitisho vya kisiasa nchini Tanzania.
Vyanzo vya habari ndani ya upinzani vinadai kuwa John Heche alikuwa akifuatiliwa kwa karibu siku chache kabla ya kukamatwa kwake. Kutoweka kwake ghafla kumeibua hofu kuwa hii inaweza kuwa sehemu ya mtindo wa vitendo vilivyochochewa kisiasa vinavyolenga wahusika wakuu wa upinzani. Ukosefu wa uwazi kutoka kwa vyombo vya sheria huongeza tafsiri ya kutoweka kwa ajabu kwa John Heche baada ya kukamatwa, na wakosoaji wakiwashutumu polisi kwa kukiuka utaratibu na haki za kikatiba. Wakati huo huo, jeshi la polisi Tanzania limekabiliwa na shinikizo kubwa la kutaka kufafanua hali hiyo. Katika taarifa yake fupi, msemaji wa polisi mjini Tarime alidai kuwa ofisi yao haina kumbukumbu za John Heche kufikishwa, kuhojiwa au kuwekwa kizuizini. Kauli hiyo haikuweza kutuliza wasiwasi wa umma, badala yake imezidisha maswali kuhusu iwapo kutoweka kwa ajabu kwa John Heche baada ya kukamatwa kuliidhinishwa rasmi au kutekelezwa na wahuni ndani ya vyombo vya usalama. Kadiri saa zinavyosonga, wasiwasi miongoni mwa wafuasi wa Chadema unaendelea kuongezeka. Wengi wamekusanyika nje ya ofisi za chama na katika maeneo mbalimbali ya umma wakitaka John Heche achiliwe mara moja au ajulikane alipo au pia adhibitishwe usalama wake. Majukwaa ya mitandao ya kijamii yamejaa alama za reli ama hashtagi na jumbe zinazohitaji majibu, huku taifa likikabiliwa na kutoweka na kutokuwa na uhakika kuhusu kutoweka kwa ajabu kwa John Heche baada ya kukamatwa. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameanza kuonya kuwa huenda hali hiyo ikaongezeka iwapo uwazi hautarejeshwa. Wachambuzi kadhaa wamesema kutoweka kwa John Heche kwa ajabu baada ya kukamatwa kunaweza kuashiria mabadiliko katika jinsi wa Tanzania wanavyouona uwajibikaji wa serikali na uhuru wa kisiasa. Wanasema kuwa matukio kama haya yanaondoa imani ya umma kwa taasisi za demokrasia na hatari ya kuunda hali ya hofu. Wakiwa chini, wanafamilia wa John Heche pamoja na wanachama wenzake wanasemekana kufadhaika na kukasirishwa. Wamekuwa wakitembelea vituo kadhaa vya polisi na afisi za serikali kutafuta habari kuhusu John Heche, lakini hawakupata. Jamaa wanaelezea hali hiyo kuwa ya kufadhaisha sana na kuhofia usalama wake. Mashirika mengi ya kiraia tangu wakati huo yamejiunga na wito wa uchunguzi huru juu ya kutoweka kwa ajabu kwa John Heche baada ya kukamatwa, wakisema inawakilisha ukiukwaji wa haki za binadamu. Waangalizi wa kimataifa na mashirika ya kikanda ya haki za binadamu pia yameanza kuchukua tahadhari. Baadhi ya mashirika yameitaka serikali ya Tanzania kutoa udhibitisho kuwa John Heche yuko salama na anatibiwa kihalali. Wanasisitiza kuwa uwajibikaji na uwazi ni muhimu katika kuzuia matumizi mabaya ya madaraka. Kuendelea kutokuwa na uhakika kuhusu kutoweka kwa ajabu kwa John Heche baada ya kukamatwa kunaweza, wanaonya, kuharibu sifa ya Tanzania kama taifa imara la kidemokrasia. Mtazamaji, ripoti hizi zote ni kulingana na chapisho hilo la Chadema, na katika mahojiano na vyombo vya habari walioweza kuyazungumza kuhusiana na John Heche kutoonekana na kutafutwa katika vituo vyote, lakini waliweza kuambulia patupu na hawakumpata. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia. Ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section kuhusiana na swala hili. Vile bonyeza alama like kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.